إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله tukiendelea katika hutuba yetu ya mwisho na kuhitimisha kuhusiana na swala zima la ma'tam aqwal ulama ash-shafi'iyya fi al-ma'tam qawli za wanachuoni wa ash-shafi'iyya kuhusiana na swala zima la matanga ibadallah leo tunaanza kufungua na maneno al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki rahimahullah ta'ala al-mutawaffa sanata 74 wa 900 min al-hijrah an-nabawiyyah al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki ni mwanachuoni mkubwa sana katika karne ya 10 ambaye amefariki mwaka 974 Hijria na katika kauli zote za wanachuoni wa Shafi'iyya au madhhabi ya Shafi'iyya kwa wale wenye kufuatilia watajua kuwa kauli za mwisho za wanachuoni imma zitarudi kwa al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki au itarudi kauli hiyo kwa Shihabuddin ar-Ramli bas wanachuoni wawili peke yao hawa ndio wanachuoni min al-mutaakhirin wanachuoni waliokuja baada ya wale al-mutaqaddimun wanachuoni wa Shafi'iyya hawa ndio kauli zao zinazoangaliwa na ndio kauli tegemezi katika madhhabi ya Shafi'iyya katika karne za mwisho hawa ndio kauli zao zinarejewa Shihabuddin ar-Ramli kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki yeye katika kitabu chake Tuhfatul Muhtaj Sharh al-Minhaj akisherehesha kitabu cha Minhajut Talibin cha Imam an-Nawawi kwa sababu kitabu hichi kimeshereheshwa na wanachuoni wengi wa Shafi'iyya kwa sababu ni kitabu mu'tamad katika madhhabi ya Shafi'iyya kadhalika kitabu hichi amekisherehesha al-Imam al-Khatib ash-Shirbini kama tulivyotaja katika hotuba iliyotangulia katika Mughni al-Muhtaj na kadhalika kimeshereheshwa na mwanawe Shihabuddin ambayo imeitwa Nihayatul Muhtaj kwa ni kitabu maarufu kikubwa sasa yeye katika Tuhfatul Muhtaj alipokuwa akisherehesha Minhajut Talibin cha Imam an-Nawawi akasema hivi wama u'tida min ja'li ahli al-mayyit ta'aman liyad'u an-nas alayhi bid'atun makruhatun kaijabatihim lidhalik amesema maneno haya katika fil mujallad thalith katika juzuu ya 3 sahfa 700 karatasi ya 207 maneno hayo unakwenda kuyakuta katika Tuhfatul Muhtaj hata kama una kitabu mambo yamerahisishwa sasa hizi rejea katika Google andika tu yale maneno ambayo tutasoma yatakuja yote
au ingia katika maktabatu shamila utayakuta maneno haya. Sasa yeye anasema wama urtida, na yale ambayo yamezoeleka min ja'li ahli almayyit ta'aman, kujalia na kufanya wale wafiwa waliofuliwa watu wa maiti chakula baada ya kufariki kwake, liyad'u an-nas alayhi, ili kwa ajili wawaite watu waje katika chakula hicho, wale chakula hicho katika matanga, bid'atun makruhatun, jambo hilo ni uzushi, tena ni jambo lenye kuchukizwa. Kadhalika akaendelea akasema kaijabatihim bidhalik, kadhalika vile vile kama kuwaitikia wao katika jambo hilo, wakikualika nawe pia unaingia katika jambo hilo, linaingia katika ubid'a na katika uzushi. Huyu ni mwanachuoni mkubwa sana katika madhhabi ya Shafi'ia, tena tegemezi katika hizi karne za mwisho, ambao kama nilivyoelezea kauli yake ima itachukuliwa kauli ya Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Shafi'i au kauli ya Shihabuddin ar-Ramli al-Shafi'i. Asema hivyo katika Tuhfatul Muhtaj. Kadhalika al-Imam Ash-Sharawani rahimahullahu ta'ala fi al-Hashiyah, yeye alipokuja kukifanyia taariki fupi ndio hashia. Hashia ni hivi vitabu ambavyo vinaandikwa sharhi fupi sana, al-Hawashi. Yeye alipokuja katika hashiyatu Tuhfatul Muhtaj akasema hivi wa qawluhu bid'atun makruhatun, na kauli ya Sheikh aliposema bid'atun makruha al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, ibaratu shaykhina bid'atun ghayru mustahabbatin bal tahrum. Anasema ibaratu shaykhina, maelezo ya shekhe wetu aliposema bid'atun makruha, maana yake bid'atun ghayru mustahabba, ni bid'a, ni uzushi ambao haupendekezwi kwa Muislamu kufanya jambo hilo la matanga, bali tahrum, bali ni haramu, jambo hilo linakuwa haramu. Kwa hao ukiangalia ni wanachuoni wakubwa tegemezi katika madhhabi ya Shafi'ia, na kauli zao ni tegemezi na rejewa katika vitabu vyao, lakini watu wamefumba macho mkisha tuhuma hii wakasema hawa wanaopinga matanga na hitima ni mawahabi vikazo. Uongo, ni wanachuoni wetu wenyewe wa madhhabi ya Shafi'ia. Ndio maana sisi tunachukua kauli zao na kuzifanyia kazi na kwenda katika misimamo ile ambao wamepita wao, ambao ni as-salafu salih wema waliotangulia. Kwa Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Shafi'i katika Tuhfatul Muhtaj, ghafara Allah lahu wa rahimah, Allah msamehe makosa yake na mrehemu. Hayo ndio maneno yake, wala hakuna lolote lilozidishwa, bali ni yale ambayo wamekarrir al-Imam al-Shafi'i, na kadhalika amekarrir al-Imam an-Nawawi na wengineo katika wanachuoni ambao tumewataja katika hutuba zilizotangulia. Wala si maneno kuwa ni mawahabi wanapinga matanga, si kweli, uongo, kadhib, bali ni wanachuoni wakubwa tegemezi katika madhhabi ya Shafi'ia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya utangulizi huo kumtaja al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, hebu tuangalie sasa wanachuoni wetu wa Sharq Afrika, yani Afrika Mashariki, wao wanasemaje? Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi kama alivyotaja katika hutuba zilizotangulia katika kitabu chake Bid'ah, na nimekuja nacho katika hutuba na nitakisoma ndani yake. Huyu ilikuwa chief qari katika nchi ya Kenya, na hata hapa alihudumu katika nchi ya Zanzibar, kisha akaondoka kutokana na mambo mengine ambayo watu wengi wanafahamu historia yake. Katika karatasi ya 27 kitabu ambacho amekiandika kwa lugha ya Kiswahili Bid'ah, na kuna chapa tofauti, anasema alipokuwa akielezea bid'ah hii, yasema chakula kinachopelekwa msikitini siku 3 za matanga, ama kuita watu kuja kula nyumbani siku za matanga, umetajwa ubidaa wake katika vitabu vyetu vyote, kwa sababu huyu alikuwa ni mshafi naye. Vimetajwa katika vitabu vyetu vyote vya dini kama sahifa nambari 115 ya Sirajul Wahhaj, ambayo nilitaja kauli hii ya Imam Al-Ghamrawi Al-Shafi'i Al-Misri Al-Azhari, ambaye yeye alikuwa katika karne iliyotangulia.
Ametaja kauli hii, anasema Sheikh Abdullah Saleh Farsi katika As-Sirajul Wahhaj sharh ya Minhajul Talibin, na kauli hii tulitaja katika hutuba iliyopita. Imeandika hivi: wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman, amenukuu kwa Kiarabu hapo, wa jam'u an-nas alayhi fa bid'atun, na kauli hii tulitaja katika hutuba iliyotangulia katika As-Sirajul Wahhaj. Kisha akasema Sheikh Abdullah Saleh Farsi, Allah mrehemu na msamehe makosa yake huko aliko, bali katika vitabu vingine kama sahifa 145 ya juzu ya pili ya I'anatut Talibin. Hichi ni kitabu cha mmoja katika wanachuoni wakubwa wa madhhabi ya Shafi'iyya ambaye akiitwa al-Allama al-Imam Abu Bakr al-mashhur bi Bakri, ndo mashuhuri wake, Ibn Muhammad ad-Dimyati al-Shafi'i al-Makki. Huyu yeye alikifanyia alifanya hashia ya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni kitabu maarufu, mashafi wengi wako nacho kitabu hichi. Ilikuwa anakifanyia hashia kupitia taaliki fupi fupi, maelezo fupi fupi. Anasema yeye katika kitabu hicho imetaja uharamu wa kufanya haya, bali na hashia nyingine, alhawashi nyingine nyingi sana zimetaja uharamu wa haya na kuwa lazima yazuiliwe masuala haya ya matanga. Haya ni maneno ya Sheikh Abdullah Saleh Farsi katika kitabu chake hicho, amekiandika kwa lugha ya Kiswahili, Bid'a juzu 27, rejea utaona, na inapatikana katika maktaba nyingi ya vitabu. Mwanachuoni mwingine kwa kumalizia hutuba ni al-Imam al-Sheikh al-Amin ibn Ali al-Mazrui. Huyu alikuwa katika nchi ya Kenya, katika kitabu Hidayatul Atfal. Ni kitabu maarufu ambacho katika hii miji yetu hizi madarasa zote kinasomeshwa kitabu hichi, mashekhi wanakifundisha, na hata ukiangalia chapa yake ni ile chapa ya zamani, chapa ya India. Yeye Hidayatul Atfal kila mmoja anakifahamu, ambaye ameandika masuala ya tauhid, sira nabawiyya, kadhalika na fiqh. Na huyu alikuwa ni mshafi, na mnajua historia yake. Al-Sheikh Al-Amin Ali Al-Mazrui, mmoja katika wajukuu zake walikufa karibuni katika nchi ya London. Anasema ma yanfa'u al-mayyit, Allah mrehemu, katika karatasi ya 43, yale ambayo yenye kumfaa maiti. Idha mata ibn adama inqata amaluhu, pindi anapofariki mwanadamu amali yake inakatika, haiko tena. Fala yanfa'uhu min amali an-nasi siwa ad-du'a lahu, fala yanfa'uhu, haimnufaishi maiti huyo, min amali an-nasi, katika matendo ya wanadamu watu, siwa ad-du'a lahu, isipokuwa kumwombea dua yeye huyo maiti. Kisha kaendelea, watasadduqi anhu, na kumtolea sadaka maiti huyo. Wa amma qira'atul Qur'ani lahu, ama kusomea yeye Qur'ani maiti huyo. Wajtima'u an-nasi lidhalik 3 ayami, na watu kuketi kwa jambo hilo la matanga na khitma siku 3 fil masajid, katika misikiti. Fadhalika lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo hajalifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala sahabatu, wala masahaba min ba'dihi, baada yake yeye. Wa amma al-ijtima'u ahli al-mayyit, ama kujikusanya watu wafiwa wa maiti, fi mahallin wahidin, katika sehemu moja, liyaqsidahum al-mu'azzur, ili wawakusudie wao wale wenye kuwapa pole, wakakaa pengine katika hema au katika nyumba au katika msikiti. Wasan'uhum at-ta'ama lin-nasi, na kujifanyia kwao chakula kwa ajili ya watu. Fa bid'atun qabihatun, jambo hilo ni bid'a tena mbaya sana. Haya ni maneno ya nani? Al-Imam Al-Amin ibn Ali Al-Mazrui, Hidayatul Atfal, kitabu ambacho tunasomesha katika hizo madarasa zetu, ambao wao wajifanya ni mashafi na wao kuwapa tuhuma watu, nye mawahabi, mwapinga matanga na khitma. Haya ilikuwaje tena? Si kitabu chenu hichi au munzuliwa? Mbona mkisomesha? Mbona ametaja al-Imam Al-Amin ibn Ali Al-Mazrui kwa ile jambo halifai? Sasa wahabi watoka wapi? Ona ni wahabi. Kisha akasema wayahrumu ittikhadhu at-ta'ami lin-nisa, kadhalika ni haramu kufanya chakula wanawake, fil buyuti, katika majumba. Wajtima'uhunna, na kujikusanya wanawake, fi ayyamil ma'tami ath-thalatha, katika yale masiku ya matanga siku 3, ni haramu. Wakadhalika yahrumu al-buka bi raf'i sauti, mpaka mwisho. Kisha akasema wal afdal, ili lo bora zaidi,
li ahli almayyit, kwa wale wafiwa, baada ad-dafni, baada ya kushazika, an yansarifu, watawanyike, waondoke, waende huko, li ashghalihim, katika mashughuli yao, wa man sadafahu, na yoyote atakayempata katika wale waliofuliwa masokoni au sehemu nyingine, azahu, atampa pole huko huko, wala si lazima wakae pahali wakusanyike. Haya ni maneno ya Al-Amin ibn Ali al-Masruri katika Hidayatul Atfal. Kwa hiyo utaona ni propaganda tu na maneno ya uongo, hakuna chochote cha ukweli ndani yake. Kusema ati ni vikanzu, ni asili mawahabi wapinga matanga na vitu, si kweli, urongo. Ukisoma kauli za wanachuoni wote wa Shafi'i wanapiga jambo hili, jambo baya, na wanasema ni bid'a. Hata vitabu ambavyo vinasoma kauli ya Sheikh Abdullah Saleh Farsi, kadhalika kauli ya Sheikh Al-Amin ibn Ali al-Mazrui, na kuna wanachuoni tele kama alivyosema Sheikh Abdullah Saleh Farsi katika Hawashi. Ukizirejea utaona uharamu wa jambo hili, bali ni bid'a baya sana. Lakini wanasema Swahili, ukitaka kumuua paka mpe jina baya, ukitaka kumuua paka mpe jina baya. Sio anakula kitoweo huyu, sio anaiba samaki, uanze kumpiga marungu. Lakini uhalisia, jambo la matanga limepingwa na wanachuoni wao wa Kishafi, wala si wanachuoni wa Kiwahabi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuweni makini, dini yetu ni thamani kuliko kitu chochote. Usikubali kuchezewa akili yako, wala usikubali kuambiwa wale vijana wanapotosha watu. Hivi vitabu nimekuja navyo na vinapatikana, ukitaka nunua, jisomee, utaona ukweli. Ni mambo yote kupoteza muda, kupoteza pesa za kodi, kupoteza pesa, hakuna chochote cha faida wanachopata, bali wanapata madhambi na hasara katika dunia yao. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.